وصحبه ومن والاه. أما بعد، kama ilivyoelezwa na MC kwamba sisi wana Qadiria wa Wailes Temeke, kwa niaba ya Sheikh letu Sheikh Ali bin Muhyiddin Mkoyogore, nimesimama kutoa kalimatu shukri kwa niaba yake kuwashukuru nyote. Lakini kabla ya kutoa tamko hilo la shukrani, nifanye majumuisho kidogo ya yale ambayo mashaka wetu waliotangulia wametuachia. Wamezungumzia tasawuf, wamechambua tasawuf na makamu zake. Yote kwa yote tunaona kwamba tasawuf ni adab, ni kuwa na adab. Tasawuf ni itaa, kuwa watiifu. Tasawuf ni akhlaq, kuwa na maadili. Lakini tasawuf ni ismaa wa taa, kusikia na kutii. Sisi wana tariqa au muridi tumefundishwa kwamba huwa ni watii kwa mashekhe wetu, kwa makhalifa wetu, na mashekhe nafasi zao mbele yetu, kama ilivyokuja katika khabar, الشيخ في قوم كنبي في أمته. Shekhe kwa watu wake ni kama mtume kwa umma wake. Ndivyo tulivyo muridi, ndivyo tulivyo watu wa tariqa. Kwa munasaba huo, wakati tunaelekea katika uchaguzi mkuu wa nchi yetu ya Tanzania, sisi kama wana tariqa tusikilize maelekezo ya viongozi wetu na mashekhe wetu kwa namna gani tunaweza kushiriki katika jambo hili la uchaguzi. Tumezungumzia kujuzu kwake na kufaa kwake, na kwamba si haramu Muislamu kushiriki katika jambo hili aqlan wa naqlan. Tuna istidlali za kutosha za Muislamu kujuzu kushiriki katika upigaji wa kura katika nchi kama hii. Sasa jambo hili liko mbele yetu. Tungewakumbusha Waislamu na Watanzania wote kwa ujumla kwamba tukashiriki jambo hili kwa amani na utulivu. Tufuate taratibu ambazo tulizowekewa, maelekezo ya jeshi la polisi: piga kura yako. Swala la kulinda kura si kazi yako. Tuna maelekezo ya tume ya uchaguzi, tuyazingatie. Piga kura yako, tuwaachie wenyewe kwa mujibu wa taratibu ambazo zilizopo. Lakini matendo yote yale ambayo yatavuruga amani au kuwafanya Watanzania kupoteza maisha yao ni matendo ambayo tusiyakubali. Kuna tishio la maandamano tarehe 29, lakini mimi nina hakika na ninawahakikishia kwamba Watanzania ni wajanja, hawawezi kuingizwa katika jambo kama hili, wala vijana wa Kitanzania hawawezi kujiingiza katika jambo kama hili likawasababishia madhara au kupata ambayo hayakubaliki. Ambayo
na naamini hata wenzetu wanapenda amani, wasiokuwa Waislamu na viongozi waadilifu katika dini zao wanawaelekeza pia kushiriki katika uchaguzi kwa amani. Kwa hiyo sote kama Watanzania tukishirikiana katika jambo hili, bila shaka tutavuka salama. Sheikh Ponda yuko hapa. Hakuna maandamano tarehe 29. Hakuna maandamano kwa sababu yeye mwenyewe ni mgombea na anataka kura. Hawezi kutaka maandamano huyo. Kwa hiyo ndio maana yuko hapa, hataki maandamano na hakuna maandamano hayo. Tuna wagombea wengi na katika shughuli hiyo nimehudhuria. Hata Mheshimiwa Mariam, mgombea wa Chama cha Mapinduzi, yuko hapa Temeke, na yeye Ponda mgombea wa ACT yuko hapa. Mungu atampa aliyemwandikia. Mungu atampa aliyemwandikia, sio kwa kuja maulidi. Kama umeandikiwa, Mungu atakupa, na kwa juhudi zako Mungu atakupa. Sasa hawa hawezi kutaka maandamano, watataka watu washiriki katika uchaguzi kwa amani na utulivu. Kwa hiyo tasawufu itupeleke katika hayo. Ndio tunaunganisha humo. Mziwanda tulia. Ndio fitamuhu nisku. Watu wakapiga kura kwa salama na amani, na hiyo ndio tasawuf, bila ya fujo, kwa sababu ile arrahimuna yarhamuhumur rahman. Hivyo unawahurumia wenzako, utawahamasisha wakaandamana. Huwezi yarhamu man fil ardh yarhamukum man fis samaa. Utawahurumia watoto wa watu kuwapeleka barabarani. Sura tasawuf yenyewe imeelezwa hapa. Kwa hiyo nimefanya majumuisho kidogo kwa kufafanua tafsiri. Pengine hawa mashekhe wamezungumza kwa undani mambo ya tasawuf, lakini mimi nimeleta tafsiri kidogo ili tuelewe na huko pia tasawuf inahusika, na inahusikaje, mlango wake ni huo. Ndio tukashiriki kwa amani na utulivu. Baada ya kusema hayo, niwashukuru sasa kwa kuhudhuria. Mashekhe wote mliopo hapa, kila mmoja kwa nafasi yake, muhudhurie katika hafalati nyingine mbalimbali ambazo zilizo mbele yetu, na Mungu atawajaza kila la kheri. Temeke mwisho majumuati islamia ni tarehe 17 Ijumaa. Baada ya Ijumaa hii ya tarehe 10 kwa Mziwanda, tarehe 17 ni hapo Temeke mwisho. Kwa hiyo sote katika hadhara hizo tunawaalika na muweze kuhudhuria, na matarishi wetu wataendelea kuyasema hayo, na Mwenyezi Mungu awalipe wote kila la kheri. Wajazakumullahu khairal jazaa, wallahu waliyut tawfiq. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.